Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Bwana Ahmed Kombo. Mimi ni mwenezi wa taasisi ya Al-Malidi inayopatikana nchini Tanzania, lakini mimi nafasi yangu ni uenezi mkoa wa Dar es Salaam. Jambo langu kubwa mimi kama mwenezi ni kuhakikisha taasisi hii inaweza kusambaa dunia nzima na kuweza kutangaza fursa mbalimbali zinazopatikana kwenye taasisi hii na kuweza kuwaita Waislamu kuja kukutana kwenye taasisi hii kwa ajili ya kuweza kutekeleza mengi ambayo tulionayo katika dini yetu ya Kiislamu, kuweza kusukuma mbele gurudumu la Uislamu. Licha kwamba tuna taasisi kubwa ya BAKWATA, hiyo ni taasisi mama, lakini Al-Malidi naye ni taasisi ambayo inayofahamika kwa muda mrefu. Na nimesimama hapa kwa malengo machache tu ya kuweza kueleza Watanzania, Waislamu wote duniani, si Watanzania peke yao, Waislamu wote duniani, utakapokufikia ujumbe huu, jua kwamba Mwenyezi Mungu amekufikishia dhima kubwa na siku ya kiyama utakuja kuulizwa. Leo sisi tuna eneo lisilopungua heka 4 kasoro. Liko katika eneo la Vijibweni, mtaa wa Soweto, hapa Majengo. Tuseme mtaa wa Soweto. Tukizungumza mtaa wa Soweto, wengi wanaojua Vijibweni wanajua vizuri mtaa wa Soweto ni mtaa gani, na eneo letu limezungukwa na watu. Nini lengo letu na makusudio? Lengo na makusudio, tunatafuta mwekezaji. Taasisi ya Al-Malidi imetupa jukumu sisi kama mkoa, viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam, tutafute wawekezaji kwenye eneo hili. Tukaona ni bora tuite vyombo vya habari tuweze kutangaza, wewe uliyekuepo huko ujumbe huu uweze kukufikia. Lengo ni kuweza kustawisha Uislamu. Taasisi ziko nyingi, lakini lengo ni kuweza kustawisha Uislamu. Tunatafuta wawekezaji atakayeweza kujenga chochote kwa ajili ya kuwekeza katika dini yetu tukufu ya Kiislamu. Uwekezaji huu sisi sawa tunakodisha eneo hili, au akitokea mwekezaji tuseme kwamba tunaingia naye makubaliano ili dini yetu iweze kuendelea, dini yetu iweze kwenda mbele, kwa sababu kila dini ina taasisi, na kila taasisi jukumu lake ni kusukuma dini iweze kupata maendeleo. Sisi tuko chini ya mwamvuli wa BAKWATA, kwa sababu Al-Malidi bila kukosesha mbogo, sio hivyo, iko chini ya mwamvuli wa BAKWATA, kwa sababu BAKWATA ndio taasisi kuu kwenye nchi. Kwa hiyo ni waombe Waislamu duniani kote tujitokeze, mwenye uwezo wa kusema ataichangia tu taasisi iweze kujiendesha yenyewe, au mwekezaji yoyote, mfanyabiashara yoyote akisema kwamba mimi niko tayari kuja kujenga apartment kwa ajili ya kukodisha. Vitu ambavyo tunavipinga sisi ni vile vitu ambavyo Mwenyezi Mungu havitaki, kama vitu vya haramu hatuvitaki. Lakini katika jambo hilo pia, mwekezaji atakaposikia ujumbe huu, licha kwamba katibu wa mkoa wa Dar es Salaam atakuja kuzungumza kwamba hatuhitaji tu mwekezaji wa mambo ya kidunia, mambo ya pombe na kadhalika na vitu ambavyo havipo, hapana. Sisi tunachokihitaji, tunahitaji vitu ambavyo vinawekezeka, kwa sababu licha kuwekezeka na tunalo eneo dogo tumelipanga hapa kwa ajili ya kujenga msikiti angalau na madrasa, hivi vitu kwa ajili ya kuonyesha icon ya taasisi yenyewe ni hii. Kwa hiyo eneo ni kubwa kama mnavyoliona. Eneo ni kubwa, tunahitaji sana ndugu zetu Waislamu mliopo popote wenye uwezo. Tunajua Waislamu mashallah, Mwenyezi Mungu kawaruzuku, Mwenyezi Mungu kawafungulia, mna kipato kikubwa sana. Katika kipato chenu njoeni muwekeze maeneo ya ndugu zenu, ama katika maeneo yenu, nisiseme maeneo ya ndugu zenu, katika maeneo yenu. Tunapozungumza katika maeneo yenu, tunazungumza maeneo yanayomilikiwa na taasisi za Kiislamu. Kuja kuwekeza hapa ni kuwezesha taasisi ya Al-Malidi kuendelea kufanya kazi yake vizuri. Kuja kuwekeza hapa ni kuiwezesha taasisi ya Al-Malidi kuweza kusimamia majukumu yake vizuri. Tumeamua kuisimamisha taasisi hii iweze kusimama juu kwa kusapotiana. Tutaenda kuisupport pia taasisi yetu kubwa, taasisi yetu ya nchi, taasisi ya BAKWATA. Tuko sambamba nayo, kwa sababu utakapoipinga BAKWATA sawa sawa umepinga muundo ambao umepangwa kwenye nchi hii. Kwa kiufupi niseme tu nimpitishe katibu, yeye ndo atazungumza mengi zaidi kuhusiana na hapa. Asanteni kwa kunisikiliza. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Ndugu zangu wapenzi, wadau na wapenzi wa Mwenyezi Mungu, wapenda dini, wanaopenda kheri, wanaopenda kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama mlivyokuwa mmemsikia hapa kiongozi mwenzangu ambaye ni kiongozi wa idara ya habari na uenezi mkoa wa Dar es Salaam katika taasisi hii ya Al-Malidi Islamic Propagation Center. Taasisi hii ni taasisi kongwe, taasisi ambayo inashughulika na masuala ya kutangaza dini, lakini pia na masuala yanayohusiana na maendeleo pia ya dini katika nchi yetu ya Tanzania, na tumeenea sehemu nyingi, mikoa mbalimbali. Ni taasisi kongwe ambayo ni taasisi iliyosajiliwa kwa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kirefu cha Al-Malidi ni
Almarkazi fi tambihi alghafilina fi din, yani ni kituo ambacho kinawazindua watu walioghafilika katika dini. Kwa hiyo ni kituo ambacho kinashughulika na kufanya mihadhara mbalimbali na kufanya semina mbalimbali za kufundisha juu ya dini na kuwakumbusha watu waweze kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo leo tupo hapa katika kituo chetu. Hapa ni uwanja huu mkubwa, upo katika maeneo ya Vijibweni, eneo la Majengo. Kwa hiyo huku ni Soweto, lakini mtaa huu sasa hivi ni mtaa wa Majengo. Eneo hili ni takribani heka 4 kasoro. Kwa hiyo tunawaomba wadau Waislamu wa Tanzania na nje ya Tanzania, kila Muislamu ambaye mwenye uwezo, wapo matajiri wa Kiislamu ambao wako Tanzania na wapo nje ya Tanzania. Kwa hiyo tunawaomba mje kuwekeza katika kituo hiki, mje kuwekeza katika uwanja huu. Unaweza ukawekeza jambo lolote maadamu tu siwe la haram, kwa maana hatuhitaji ujenzi labda ijengwe baa ama vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amevikataza. Kwa hiyo unaweza ukajenga apartment, unaweza ukajenga hospitali, unaweza ukajenga shule, vyuo vya ufundi na vitu mbalimbali. Lakini katika eneo hili jambo muhimu ambalo tunahitaji kwa ajili ya kuwekeza na kuingia mikataba, sisi kama viongozi wa mkoa, mimi ni katibu wa mkoa wa Dar es Salaam wa taasisi ya Al-Maldi, kwa maana nimepewa jukumu hili na uongozi wa taifa, kwa maana wapo mashehe zetu, viongozi wetu wa taasisi hii ya Al-Maldi ambao tayari wametoa go ahead kwamba tusimamie zoezi hili. Na kama Muislamu yoyote upo Tanzania na nje ya Tanzania uko tayari kuwekeza kwa ajili ya dini, tuweze kukutana na tuweze kukabidhi kwa viongozi wetu wahusika kuweza kuingia mikataba, wewe upate na taasisi pate kwa ajili ya kuweza kuwezesha jambo la dini. Kwa hiyo taasisi yetu inahusika na mambo mengi, lakini miongoni mwa vitu ambavyo tunahitaji kuwekeza hapa ni kwa ajili ya masuala ya kiuchumi ambayo yatasaidia pia, kwa sababu tunahitaji pia, wapo watu ambao wanaingia katika Uislamu ambao huenda wapo katika mazingira magumu, wanahitaji waweze kulelewa kupitia taasisi hii. Leo yapo mambo mengi. Kwa hiyo tunaomba Waislamu wa nje na ndani, wale ambao wataona tangazo hili, kwa hiyo namba zetu za simu hapa ambazo tutazitumia hapa, mimi katibu ni 0714 849463, 0714 849463, kisha 0773 79 52 15. Kwa tunaomba kwa mawasiliano hayo, hizo ni namba yangu mimi katibu na pia na mwenezi ambaye anahusiana na masuala ya habari. Baada ya kuwasiliana na sisi, tutakukabidhi moja kwa moja kwa viongozi husika, kwa sababu zipo idara tofauti. Kwa hiyo tutakukabidhisha kwa viongozi wetu wa taifa, wakiwemo kina Sheikh Rajabu Katimba. Kwa hiyo wapo wazee wetu walezi wa taasisi hii. Kwa hiyo tunawaomba Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada ya billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Mwenyezi Mungu anasema tafuteni katika nyumba ya akhira, bi maana kufanya mambo ya kheri, wala tansa nasibaka minad dunya, lakini msiache fungu lenu, msilisahau fungu lenu katika dunia. Kwa hiyo Uislamu pia unaruhusu masuala ya kiuchumi, mambo ya kidunia yanaruhusu, na unaitafuta kheri kwa maana kuitafuta akhera kwa ajili ya pepo yako, la pia dunia unatakiwa kuitafuta. Kwa hiyo hapa tunaweza tukawekeza jambo lolote ambalo halipingani na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunaomba wadau wote, kama mnavyoona eneo hili ni eneo kubwa ambalo unaweza ukawekeza chochote kikawa na maslahi upande wako, lakini pia kitakuwa na maslahi upande wa taasisi kwa ajili ya kuendesha dini. Inshallah, baada ya kusema haya, tunayo mengi lakini muda si rafiki. Kwa tunawaomba wadau wote nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania, mdau yoyote ambaye atawasiliana na namba hizo ambazo tumezitaja hapo, kisha baada ya hapo tutatoa maelekezo namna gani ya kuweza kukutana kwa ajili ya mikataba ya kufanya uwekezaji ambao utasaidia. Pia ni sehemu pia katika kusaidia pia nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu wanaweza wakafaidika watu wengi wa Tanzania, si Waislamu peke yake. Kama itajengwa hospitali itasaidia vitu vingi tu, haitatibia Waislamu peke yao, maana yake watu wengi watafaidika kupitia taasisi yetu. Baada ya kusema haya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah. Labda ustazi, mtu anaweza kujiuliza kwamba hili eneo lina hati rasmi kwa maana ardhi inalitambua na hili ni eneo rasmi ambalo limesajiliwa RITA, na taasisi yetu ni taasisi ambayo imesajiliwa na kila kitu, ina maana kipo. Na hata hapa ukitembea katika uwanja kuna sehemu hapa, wakati tunahitaji serikali ilitoa mwongozo kwamba kubadilisha matumizi ya eneo,
Kwa hiyo kuna tangazo limeshapita muda wake, kwa sababu kwa mujibu wa sheria kama uwanja unataka kubadilishwa kutoka matumizi fulani kwenda matumizi fulani, maana yake unatoa tangazo. Kama kuna mtu atapinga, maana yake anaenda kuweka pingamizi. Muda ukipita hakuna pingamizi. Kwa tangazo lipo pale na lina miaka sasa, na lipo limecholewa ukutani pale, maana yake muda umepita, hakuna pingamizi ya namna yote. Kwa hiyo eneo hili linatumika kisheria, wala hakuna na wasiwasi wa namna yote. Naam.